Ijumaa hii ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kukimbilia katika taa. Ndugu Waislamu, katika Ijumaa ya leo tutaishi na anwani inayosema ad-durusu allati yajiduha al-muslim min ibadati al-hajj, masomo au darsa anazozipata Muislamu kutokana na ibada ya hija. Walillahi alhamdu, Allah ndio mwenye haki ya kushukuriwa. Ndugu zetu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewateua na amewachagua kuitikia wito wake, wameshaitikia wito wake na wametekeleza ibada ya hija. Wametikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala pale alipomwambia baba wa imani Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, waadhin fi nnasi bilhajj, watangazie watu ibada ya hija, watangazie watu hija. Watakujia watu wakiwa wanatembea kwa miguu na wakiwa juu ya kila mnyama aliyekonda, wanatoka katika njia za mbali, wanakuja kufanya ibada ya hija. Walillahi alhamdu, watu wameitikia wito huu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwenye ibada hii kuna masomo, kuna darsa Muislamu anatakiwa azichukue, azifanyie kazi katika maisha yake ya kila siku. Ibada Allah, min khilali hadhihi al-fariida al-muslimu yaktabisu wa yadrusu wa yata'allam umuran wa ususan min ad-din. Waislamu, kupitia ibada hii ya hija, kupitia faradhi hii aliyofaradhisha na kuiwajibisha Allah kwetu sisi, basi Muislamu anachukua na anajifunza mambo na misingi ya dini. Kuna misingi mbalimbali na mambo mbalimbali ambayo katika maisha ya Muislamu, katika dini yake, anatakiwa aishi nayo, na mambo haya tunayakuta wazi wazi kwenye ibada hii ya hija. Basi tumeonelea tuwakumbushe Waislamu kwenye ibada hii ya hija tunajifunza nini. Tutachukua baadhi ya mambo kadhaa ambayo Muislamu anatakiwa aishi nayo katika maisha ya kila siku, ambayo yako wazi kwenye ibada ya hija. Wa minha ayuha al-ikhwa anna al-asla fi al-ibadati al-ittiba' la al-ibtida'. Miongoni mwa msingi wa dini ambao Muislamu anajifunza kwenye ibada ya hija ni kwamba asili katika ibada ni kufuata sheria na sio kuzua kwenye ibada. Hilo asili. Jambo lolote la kiibada analolifanya mtu anatakiwa apate mafundisho na isiwe ameizua. Jambo hili liko wazi kwenye ibada hii, liko wazi kwenye matendo ya ibada hii kama tutakavyoona. Anna ma amara Allah an yu'bada bihi au rasuluhu sallallahu alayhi wasallam fa huwa ibada. Jambo ambalo Allah ameamrisha abudiwe nalo, au mtume ameamrisha abudiwe Allah kwa jambo hilo, hilo ndilo ibada. Wa ila bahu al-aql wa nafs, hata kama akili italikataa jambo hilo, akili na nafsi za watu itaona hapana, lakini muda wa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha itekelezwe, jambo hilo linakuwa ibada. Na kama Allah subhanahu wa ta'ala na mtume hawakuamrisha jambo hilo ifanywe kama ibada, basi haliwezi kuwa ibada, hata kama akili za watu na nafsi itapenda. Wa hadha huwa thabit fi nusus al-kitab wa sunna. Na jambo hili na kaida hii na msingi huu ndio jambo ambalo limethibiti kwenye nafsi, dalili za kitabu na sunna. Tufuatilia kitabu na sunna, utaona kinatuelekeza hivyo. Ibada mtu anatakiwa afuate. Jambo likielekezwa na kutambulisha kwamba ni ibada, linakuwa ibada. Na kama halijaelekezwa kuwa ni ibada, basi haliwezi kuwa ibada, hata kama watu wataelewa. Na miongoni mwa nususi hizi kaulihi ta'ala, kama kauli yake Allah mtukufu, thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun. Kisha tumekufanya wewe Muhammad, au tumekujalia wewe Muhammad
ya sheria inayotokana na amri yetu, basi ifuate sheria hiyo na wala usifuate matamanio ya wasiojua. Kwa hiyo amri hii anapewa Mtume. Allah anamwambia Mtume, tumekufanya kuwa juu ya sheria ya amri yetu, fuate sheria, usifuate matamanio ya wasiojua. Hakika wao hawatakunufaisha chochote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii na mfano wa aya kama hizi inatuonyesha kwamba dini ni kufuata. Wa kaulihi sallallahu alayhi wasallam, na kama kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Yoyote atakayezua kwenye dini yetu hii, kwenye jambo letu hili, jambo ambalo halimo, jambo hilo litarudishwa, litakataliwa, halikubaliwi. Huu ndio msingi ambao tunaupata wazi wazi kwenye ibada hii. Ni msingi mkubwa katika misingi ya dini. Wa hadha al-asas dhahirun fi manasik wa amali al-hajj. Uislamu, msingi huu na kanuni hii iko wazi kabisa katika matendo na ibada za hija. Mfano, lubs al-ihram, kuvaa ihram. Haji anatakiwa avae nini? Avae vazi la ihram. Mwanamume anavaa shuka moja, shuka juu, shuka moja chini, moja juu. Ama chengine chochote, sheria imekataza. Na akifanya hivyo akavaa nguo iliyoshonwa akajifunika, atatakiwa atoe fidia. Dini imemwelekeza avae uvaji huo. Lakini pia al-wuqufu bi Arafa, tendo la kusimama Arafa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema al-hajju Arafa, hija ni Arafa. Nguzo kubwa ya hija ni kusimama Arafa. Kusimama Arafa maana yake sio mtu kuwa wima katika viwanja vya Arafa amesimama kutwa mzima. No. Maana ya kusimama Arafa ni kuhudhuria katika viwanja vya Arafa ile siku ambayo mahujaji wanasimama Arafa. Sasa tendo hili la kuwepo pale ni ibada. Allah subhanahu wa ta'ala anataka hivyo, dini inataka hivyo. Sasa hapa tunaona dini ni kufuata kwenye tendo hili. Kivipi? Arafa kuna nini? Allah ndio amechagua sehemu hiyo. Kuwepo pale ni nguzo kubwa katika nguzo ya hija, kiasi kwamba mtu ukimpita amekosa ibada yake. Amekosa ibada nini? Hija. Lakini ikiwa haji anafanya ibada ya hija, ataona hapana, nisimame Arafa. Siku ile sitokuwa Arafa. Akachagua sehemu nyingine yote duniani ikiwa na hali ya hewa nzuri na mandhari nzuri na mazingira mazuri pengine kuliko hata eneo la Arafa, ibada yake ya hija haitosihi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anataka haji siku ile hapo eneo la Arafa. Dini ni kufuata Arafa. Hakuna maajabu, ni eneo tu Allah amechagua, bali kuna maeneo mengine pengine duniani yana hali ya hewa nzuri, yana mazingira mazuri kuliko eneo la Arafa, lakini Allah amelichagua. Na kwa kuwa dini ni kufuata na sio matamanio, kuwepo pale ndio kusihi pale. Tendo la ar-ramli, kutupa mawe, miongoni mwa ibada ambazo mahujaji wanazifanya siku ya 10 Yaumun Nahar, ni kutupa mawe katika nguzo ya Jamratul Aqaba. Nguzo ya Aqaba anarusha vijiwe pale haji. Tendo hilo kwa kuwa limetakiwa na dini na Allah ndio ameliagiza, hata kama unaona kama tendo la ajabu vile, mtu anachukua vijiwe anarusha. Kwa kuwa aliagiza tendo hilo lifanywe ni Allah subhanahu wa ta'ala, tendo hilo lifanywe. Lakini mtu akiamua tendo kama lile atengeneze nguzo yake bagala ya rangi 3, awe anaweka siku maalum watu wafanye tendo kama lile, halitokuwa ibada, tendo litakuwa ni uzushi katika akinasibisha na dini. Kwa nini? Dini ni kufuata. Asai kufanya ibada ya sa'i, kuna Safa na Marwa. Allah ndo anataka hivyo. Haji afanye nini? Sa'i, aende Safa na Marwa. Anaenda anarudi raundi 7. Akifanya hivyo amemwabudu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Waislamu, haya matukio yanatuonyesha kwamba dini ni kufuata. Tendo lile mtu akalifanya tendo kama lile sehemu nyingine, alibada kwa sababu Allah alielekeza.
Ukiamua upige raundi zako katika uwanja wa mpira wa rangi tatu, haiwezi kuwa ibada. Kadhalika walhalq, kunyoa. Miongoni mwa matendo ambayo mahujaji wanatakiwa wafanye ni tendo la kunyoa, bali ni katika nguzo za hija, bali ibada hii ya hija ni katika ibada ukiangalia ni ajabu kweli kweli, ibada ambayo inaonyesha dini sio akili za mtu, dini ni kufanya. Nguzo za hija ni 5. Nguzo ya kwanza ni kuhirimia. Kuhirimia yani kutia nia ya hija na kujiingiza katika ibada ya hija, hiyo nguzo ya kwanza. Kuhirimia katika miqati, yale maeneo maalum mtu hapaswi kuyavuka isipokuwa awe ameshaingia kwenye ibada ya hija, ahirimie. Then nguzo nyingine atawaf, kuzunguka al-Kaaba. Nguzo nyingine asai, kufanya ibada ya sa'i kwenda Safa na Marwa. Nguzo nyingine al-wuqufu bi Arafa, kusimama Arafa, na nguzo nyingine ni kunyoa au kupunguza. Hizi ndio nguzo za hija. Hizi ndio ibada kuu. Kama ulivyoona swala ina nguzo zake, hija ndio matendo haya. Lakini mtu anatoka alikotoka anaenda Maka kwa ajili ya matendo haya. Kwa nini? Allah subhanahu wa ta'ala ameagiza. Ndugu zangu, hii ni kanuni kubwa na kanuni ya muhimu ambayo tunajifunza kwenye ibada ya hija. Ndio kanuni ambayo tunatakiwa tuishi nayo katika maisha ya kila siku. Angalia ya matendo ya hija kama tulivyoainisha. Ukiangalia katika mtazamo wa macho yako ya kawaida, unaona matendo kuna ya kawaida, lakini Allah ameamrisha. Inakuwa ni ibada. Kwa hiyo unachotakiwa ukichukue katika maisha yako ya kiibada, ibada ni maelekezo, ibada ni maagizo. Kile ambacho Allah amekiagiza, Mtume amekiagiza kufanya kwa ibada ndio kinakuwa ibada, na ambacho hajakiagiza hakiwezi kuwa ibada.